Joe Makini nikiwa pili wara. Rapper kutoka kundi la Weusi Joe Makini ameongea na E-News kuhusiana na mafanikio ambayo ameyapata katika muziki wao baada ya kushuhudia idadi kubwa ya mashabiki wanaoendelea kupenda na kusupport kazi zao siku hadi siku. Joe Makini amesema kwa hivi sasa wameanza na nguvu mpya kwa mwaka huu baada ya kutoa wimbo wao mpya unaobatizwa jina la Gere ambao unaendelea kutikisa chati mbalimbali za muziki hapa Tanzania. Hapa Joe Makini ameelezea mwenyewe kuhusiana na mafanikio haya pamoja na kazi zao mpya. Weusi wamefanya kazi kubwa mwaka jana, lakini pia Januari hatukulala kama ambavyo unaona. Tumeshaanza kwa kishindo tayari, tumefanya video ya nje ya box. Moja kati ya videos ambazo sidhani kama kuna video ambayo inaweka upinzani na nje ya box kwa sasa hivi nchini, na sio nchini tu. Ukiangalia sasa hivi nje ya box inachezwa kwenye vituo vikubwa vya television nje. So far tunataka kushuti video ya ngoma yetu nyingine inaitwa Gere, ambayo hii tumetoa kama wiki moja tu, lakini tayari imeshakuwa hit song kila kona ya mtaa. Kwa hiyo kwa kifupi hicho ndio ambacho Weusi wamekifanya toka mwaka umeanza, na vingine vingi vikubwa vinakuja. What time you remember even before we had to do our demo, man? Mtayarishaji filamu na makala kutoka Marekani Khalil Jacobs Fantozzi ambaye kwa sasa yupo hapa nchini kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na harakati za muziki wa asili pamoja na muziki wa kizazi kipya atashiriki katika tamasha la Sauti za Busara pamoja na kuonyesha makala yenye mafunzo makubwa kuhusiana na harakati za muziki, makala ambayo itaonyeshwa kesho huko Zanzibar. Khalil leo amesema kuwa makala hii inafahamika kwa jina la Homegrown na imetumia muda wa miaka 10 kutengeneza, ikiwa inabeba kisa cha kundi la muziki la VIP kutoka huko nchini Ghana. Dhumuni kubwa ilikuwa ni kulinganisha na kujifunza juu ya tamaduni pamoja na safari ya muziki kwa wasanii chipukizi, na hapa Khalil anaeleza zaidi mwenyewe kuhusiana na mpango huu. I'm currently here in Tanzania in Dar es Salaam to take a look at the local musical movement from bongo flavor to some more of the traditional music from Tanzania. I'm very excited that I'm going to be able to screen the documentary film I made called Homegrown, Hip Life in Ghana, for the very first time in East Africa this Friday as a part of the Sauti za Busara Music Festival. And it's going to be very interesting to allow some dialogue and discussion about similarities and differences between East and West African hip-hop. The thing is, what's next? And I believe the next movement is in Africa. Msanii maarufu wa Afrika Kusini Zahara ameendelea kushuhudia mafanikio makubwa ya muziki wake ambao kila kukicha umekuwa ukipasua anga kimataifa, ambapo sasa mwanadada huyu ameweka rekodi ya mauzo makubwa kabisa ya albamu yake ya pili na kwenda kwa jina la Vendula. Albamu hii ya Zahara imefanikiwa kuuza zaidi ya nakala 100,000 ndani ya wiki 2 tangu kuachiwa kwake na kupewa hadhi ya platinum, na hivyo kuweka rekodi kubwa katika historia ya muziki wa mwanadada huyu mwenye kipaji kikubwa. Vendula ni albamu ambayo inaongelea zaidi masuala ya mapenzi, ambayo ujumbe wake unawasilishwa vizuri na sauti ya aina yake ambayo msanii huyu amebarikiwa kuwa nayo. Zahara, congratulations girl, keep it up baby. Kubadili hizi mboga mbili tutabu kwa Mswahili. Mganga ana mashairi, jomba ni bure kupiga ramli. Flowe usini mbele, kanzu tobo kapele. Kiunoni ni simenjere, jusi pendi kelele. Mavumba mingi ni shere, Weusi ni shere. Joe Makini, mwamba wa kaskazini kutoka Weusi kampuni. Unaitazama E-News ya EATV na Dominic Nyalifa. Hala 5 baby, you didn't know what it did's going down. Yeah, kila siku ni Chezader Nyalifa ni noma nitakuzima zi. Usikimbie bwana, kapo hapa na kuja sasa hivi. Okay, kuna brother katika Hala 5 yetu, yani hapa ni moto. Anasema mambo vipi Afrika Mashariki, inaitwa Alois Emmanuel Munishi kutoka Moshi Motown City, na pai wote mukobs na mitaa kibao ya Kibosho ra. E-News ni babalawa hapana cheza E-News wewe. Big up Moshi. Thank you, asante sana huko Moshi. I think mupo kina Masawe na wasalimia, big up sana. Brother mwingine anasema hello 5, naitwa Jose Mazali, niko Simiyu na pale washikaji wote wa Bariadi akiwemo Mikidadi, Ngarabo Gift pamoja na Suli Special One. Nyarifa, washa moto ndani ya nyumba then wazimishe Kiulaini pamoja sana. Nitawazimisha tausio. Asante sana brother wangu. Brother mwingine anasema hello 5, naitwa Salum Juma, niko Bariadi na Mpai Godfrey Komanya, George Mnaku akiwa Nyavu, Geoffrey Peter pamoja na Marcela wote wa Simiyu. Channel 5 ni babala usichezee Nyarifa Z. Hivyo ndivyo watakufanya, na kweli mshikaji wa mina wazima tu.
Bwana asante sana kwa Simiyu, mko juu sana. Kuna brother mimi katoa kali ya Hala 5 hapa hii ya mguuni. Una vidole vitano mshikaji wangu, kweli wewe uko juu, style mpya. Anasema hi news ni Tongo hapa AK Uncle toka pande za Manyoni hapa. Hai masela wote wa mitaa yote pande hizi. Gwara kwa sana too. Thank you very much my brothers and everybody else who keep on sending their lovely greetings and photos for Hala 5. It's me Dominic rocking East Africa TV. Z, I'll blow you up with entertainment. Wa kusoma hapa. Tunacheki East Africa TV. Hala 5. Big up sana. Tunawakubali majita. Wote mnaocheki East Africa tunawapa hai sana. E-News.